Wema Sepetu kama moja ya mastaa ambao wamewahi kutoka kwenye mahusiano ama wamewahi kuwa kwenye mahusiano na wanaume wengi zaidi. Kuna listi ya wanaume 12 ambao Wema Sepetu amewahi kuwa nao. Hawa ni wale officially na confirmed kabisa ambao walikuwa wanajulikana. Ila huyu wa 11 na wa 12 kidogo ni noma sana. Hata mwenyewe itakushangaza pia. Tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video ukapate kufahamu kwa haraka hii listi ya wanaume 12 ambao bila shaka wengine ulikuwa huwajui. Mwisho wa hii video utakuja kuniambia nani hasa ambaye ulikuwa humjui kwenye hii listi ambao mimi nimeweza kukusanua hapa. Mimi naitwa Gabby Official, naomba nikukumbushe kwa ajili ya kupata countdown nyingine nzuri kabisa kama hizi hapa na kutokukosa updates kuhusiana na mastaa ambao unakubali, basi hakikisha tu umetumia sekunde moja. Bonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, baada hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako mwisho kabisa wa hii video baada ya kuwa umetazama mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Gabby Official kama nilivyokuambia, tuanze tu moja kwa moja. Sasa wapo wanaume wengi sana ambao Wema Sepetu alitoka nao kwenye mahusiano. Kuna wengine ambao tunawafahamu na ilikuwa official kabisa, lakini kuna wale ambao tulikuwa hatuwafahamu. Nikianza hapa kwa haraka ni kwamba namba 1 tunakutana na Mr Blue. Of course Wema Sepetu alikuwa na Mr Blue kwa muda mfupi sana ambao alikuwa nao kipindi hicho kitambo, lakini akaja kuwa na TID ambaye walidumu kwenye mahusiano kwa muda mfupi sana. Baada ya hapo akaja kukutana na Kanumba, ambaye hii story ya Wema Sepetu na Kanumba kidogo ilikuwa ni issue ambayo ilikuwa hot sana. Tunafahamu ilipelekea mpaka Wema Sepetu na Kanumba kuvunjiana vioo vya gari, lakini pia ilipelekea mpaka kupelekana polisi kwa sababu ya mahusiano ya hawa watu wawili. Lakini ukiachana na huyo tunakuja kukutana na Diamond Platnumz. Ni moja ya watu ambao Wema Sepetu alikuwa nao kwenye mahusiano, walikaa kwa muda mrefu kidogo, lakini pia kuna mtu kama Mshana Modo, huyu tunamfahamu pia, walikuwa kwenye mahusiano na Wema Sepetu. Ukiachana na huyo tunakutana na Idris Sultani. Huyu tunafahamu baada ya jamaa kushinda kwenye ile shindano la Big Brothers, of course walikuwa kwenye mahusiano na inasemekana kwamba Idris Sultani hapa ni kama vile ilifikia hatua akapeana ujauzito, na akampa Wema ujauzito, japokuwa mambo alikuwa ndivyo sivyo. The same pia kwa Diamond Platnumz kama ilivyokuaga, lakini pia kwa Kanumba kwamba aliwabebea ujauzito hawa watu. Ukiachana na huyo kuna hili jina ambalo lilikuwa linasemwa sana, lakini picha zake recently ni kama vile hazionekani kabisa kwenye mitandao ya kijamii. Anafahamika kwa jina la Clement. Huyu ni moja ya mtu ambaye inasemekana alikuwa na nafasi serikalini, lakini alikuwa analifaidi pia penzi la Wema Sepetu kwa kipindi fulani huko nyuma. Lakini ukiachana na huyu tunakutana na Royce Munana. Huyu alikuwa ni mfanyabiashara kutoka Namibia ambaye alifanikiwa kuingia kwenye penzi na Wema Sepetu. Ukiachana na huyu tunakutana na Karisa. Of course ni moja ya watu ambao walikuwa kwenye mahusiano. Ni mwanamitindo huyu, lakini pia anafanya mishemishe zake nyingine. Aliwahi kuwa kwenye mahusiano na Wema Sepetu. Tunakutana na Wozu pia, naye mpaka sasa hivi tunafahamu yupo kwenye mahusiano na Wema Sepetu, na ndio mwanaume ambaye sasa hivi yuko na Wema Sepetu, na inavyosemekana mambo ni mazuri zaidi huko. Sasa kuna listi hapa ya watu wawili ambao wamebakia, ambao hawa kidogo imenifanya nifikirie sana, lakini mmoja wapo skendo yake ilishai kusikika huko nyuma, japo ni mbaya, lakini sitaki kuizungumzia sana. Anyway, kuna jamaa anafahamika kama Jumbe. Huyu inasemekana mpaka alifikia hatua ya kuvishana pete na akapelekana mpaka nyumbani kwao, lakini walikuja kaachana baadaye, na huyu Jumbe akaamua zake kusepa South Africa. Lakini ukiachana na huyo wa mwisho kabisa hapa tunakutana na jamani kwenda kwa jina la Charles Baba. Of course hili sio jina geni sana, ni jina ambalo lilitrending, lakini pia inasemekana alipeanaga mimba na Wema Sepetu. Yani jamaa alimpaga Wema Sepetu ujauzito, lakini ndio hivyo tena mambo yakaja kwa sio risk. Sasa katika listi hiyo hapo hivi ya hao wanaume 12, tuambie ni nani hasa ambaye ulikuwa humjui labda kwa hao niliokutajia. Bila shaka kuna wachache ambao tulikuwa tunawafahamu na tunawafahamu mpaka sasa hivi, ila kuna wale ambao ulikuwa huwajui. Tuambie ni nani hapo miongoni mwao. Tuambie kwenye sehemu ya comment hapo, lakini mimi zaidi tu usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates kwenye video zijazo.